Nasiri Best ni kijana mwanaume mwenye umri wa miaka 21, raia wa Maryland. Huyu ni Mmarekani ambaye ndiye mshambuliaji aliyeuawa na maafisa wa Secret Service katika tukio la risasi lililotokea jana Mei 23 mwaka 2026 karibu na ikulu ya Marekani ya White House. Nasiri Best alikuwa akiishi Maryland na baadaye alikuwa amehamia Washington DC kwa takriban miezi 18. Kabla ya tukio hilo, alikuwa na historia ndefu ya matatizo ya afya ya akili, mental health issue, na alikuwa tayari anajulikana na maafisa wa Secret Service kwa sababu ya matukio kadhaa aliyokuwa ameyafanya hapo awali. Mwaka 2025 alikuwa na tukio kubwa ambapo alijaribu kuingia katika eneo la ikulu bila ruhusa. Wakati huo alikataa kuwatii maafisa na alidai kuwa yeye ni Yesu Kristo. Alikamatwa na kupelekwa katika hospitali ya magonjwa ya akili kwa matibabu. Kulikuwa na amri ya kutoikaribia ikulu ambapo alipewa baada ya kutoka hospitalini huko. Alikuwa na tabia kuzunguka karibu na maeneo ya usalama wa ikulu na kutoa vitisho na tabia zisizoeleweka. Majira ya karibu ya saa 12 jioni, Nasiri Best alikaribia kituo cha ukaguzi cha Secret Service kilichopo karibu na makutano ya Street na Pennsylvania Avenue NW, nje kidogo ya ikulu, na alikuwa amebeba begi. Ghafla alichomoa silaha inayodaiwa kwamba ni bunduki ndogo kutoka kwenye begi lake na kuanza kupiga risasi moja kwa moja kwa maafisa wa Secret Service waliokuwa kwenye kituo hicho. Milio ya risasi ilikuwa ni mingi na ya haraka sana. Maafisa walijaribu kwa haraka kurudisha risasi. Nasiri Best alipigwa na kujeruhiwa vibaya. Alipelekwa haraka katika hospitali ya George Washington University, hospitali ambapo alifariki baadaye. Mtu mmoja aliyekuwa karibu naye alipigwa risasi na kujeruhiwa vibaya na hali yake ilikuwa ni mbaya sana. Hakuna maafisa wa Secret Service waliojeruhiwa na Rais Donald Trump alikuwa ndani ya ikulu na hakuathirika kwa jambo lolote. Kulingana na ripoti za awali, hakuna ushahidi unaoonyesha kuwa alikuwa na motisha wa kisiasa au uhusiano wa kundi lolote la kigaidi. Uchunguzi wa FBI unaendelea, lakini inaaminika tukio hilo lilikuwa la pekee linalohusiana moja kwa moja na matatizo yake ya afya ya akili. Alikuwa na imani na udanganyifu kwamba hii ni Yesu Kristo au kitu kinachofanana na hicho. Tukio hili limezua taharuki kubwa, limeibua maswala kuhusu usalama karibu na ikulu na jinsi ya kushughulikia watu wenye matatizo ya akili wanaozunguka maeneo nyeti. Ni moja ya matukio kadhaa ya hivi karibuni na Rais Donald Trump. Nasiri Best alionekana kuwa kijana aliyekuwa na shida kubwa za kiakili ambazo zikishughulikiwa vya kutosha hatimaye zimempelekea kufanya kitendo kilichogharimu maisha yake na kilichosababisha jeraha kwa mtu mwingine. Sasa tuambie una maoni gani kuhusu taarifa hii? Tuandikie hapo kwenye uwanja wa comment section. Pia usisahau kusubscribe na kuturn on notification iwe kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapoziweka.